mpendwa msikilizaji wangu, mtazamaji wangu wa channel ya CGST Kuna Nuru Gizani TV. Ni mimi rafiki yako mpendwa Mchungaji Gervas Baragomwa ambaye niko Kasulu, Kigoma, Tanzania. Na kukaribisha kusikiliza neno la Mungu kwa ufupi ili uweze kupata kitu cha tofauti zaidi. Somo langu ni ili ufunguliwe vifungo vya giza. Ili uweze kufunguliwa. Nimekuwa nikifundisha sana juu ya masomo juu ya kufunguliwa kwa nguvu za giza. Hayo ndio yamekuwa masomo yangu na umekuwa ukiyapokea vizuri na nimekuwa nikiona ukifuatilia. Ili ufunguliwe nguvu za giza au vifungo ulivyo navyo, inakupasa ufanye nini, mtu wa Mungu au mtu unayenisikiliza? Hebu tuone hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ili mtu aweze kufunguliwa, hatua ya kwanza lazima ajitambue. Mpendwa, mtu kama amefungwa na hajitambui kama amefungwa, kuna tatizo kubwa, mwana wa Mungu. Lakini akishajitambua ya kwamba mimi nimefungwa, akaelewa kabisa kwamba mimi niko kwenye vifungo, atachukua hatua. Biblia inasemaje katika kitabu cha Ayubu sura 22 na mstari wake wa 21? Biblia inasema hivi: mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Maana yake lazima iwepo nguvu ya kutambua, uelewe. Ndio maana Biblia inasema kwamba mjue Mungu sana. Maana yake katika kujua kuna amani inayoweza kutokea. Ndio maana Biblia inasema kwamba mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mpendwa unayenitazama katika chaneli hii, ili uweze kufahamu, uweze kufunguliwa, hatua ya kwanza, mwana wa Mungu, unatakiwa ujue ya kwamba nimefungwa. Unapojua kwamba nimefungwa, niko kwenye vifungo, hapo ndipo utapata kufunguliwa. Kuna hatari kubwa sana kama mtu hajui. Lakini Biblia inasema mjue Mungu sana ili upate kuwa na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hiyo hatua ya kwanza tumeona kuna hali ya kujua. Unapokuwa umejua kwamba umefungwa na uko katika hali ya vifungo, tayari hiyo ni hatua. Kuna watu wengi, msikilizaji wangu, mtazamaji unanitazama, wamefungwa lakini hawajijui kama wamefungwa. Hata ukimwambia kwamba mtu wa Mungu umefungwa, atakwambia nimefungwa nini? Mimi mbona niko huru? Lakini hatua ya kwanza ili mtu aweze kupata mafanikio ya kufunguliwa, lazima aweze kujua. Ndio maana Biblia imesema kwamba mjue Mungu sana ili upate kuwa na amani. Maana yake ndivyo mema yatakavyokujia. Lakini hatua nyingine, kipengele kingine, kuchukua hatua. Mpendwa, kuna mtu anaweza kujua kitu, akalijua tatizo, lakini baada ya kulijua tatizo asichukue hatua. Kipengele kingine ni kuchukua hatua. Maana yake baada ya kuwa umeelewa kama umefungwa, usikae pale pale, uchukue hatua ya kushughulikia lile jambo. Unapokuwa umechukua hatua, hiyo hatua itakusaidia. Mpendwa, hebu tuone kitabu cha Zaburi ya 31 na mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniokoe. Biblia inaelezea kitu cha namna hii kwamba baada ya kuwa tayari umetambua, unatakiwa uchukue hatua. Daudi anaelezea kitu kimoja kwamba nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Kuna aibu watu wengi wamezipata kwa sababu wametambua, lakini pamoja na kutambua hawajachukua hatua. Hali ya kuchukua hatua itakusaidia. Unajua kuna hali ya kujua, umeshajua umefungwa, lakini umetulia, huchukui hatua yoyote. Lakini mimi nakufundisha kitu kimoja kwamba, mpendwa mtazamaji wangu, uchukue hatua. Utachukua hatua gani? Utachukua hatua ya kumkimbilia Bwana, ya kwenda mbele za Bwana. Utakapoenda mbele za Bwana ndipo utakapoweza kuona matokeo.
Unaweza ukasema, mtumishi, unasema kitu gani? Niende mbele za Bwana kwa namna gani wakati kila siku naenda mbele za Bwana? Nikupe kitu kimoja, kwamba katika hali ya habari ya mambo ya vifungo na watu waliofungwa, si wote walio na neema ya kufungua watu, si wote. Vipawa tumezidiana. Mimi masomo nilionayo ni masomo ya kufungua watu waliofungwa, lakini kuna vitu vingine sijui. Kwa hiyo vile vitu ambavyo sijui, nategemea eneo lingine niweze kupata. Kwa hiyo wewe ambaye umefungwa, ili uweze kufunguliwa, tafuta mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kuwa na uwezo na ufahamu na uelewa katika hali ya vifungo. Si wengi wanaweza kujua, ni neema ambayo Mungu ametugawanya watumishi wa Mungu kuelewa. Unaweza ukachukua hatua nyingine ya kutafuta mtumishi ambaye ana uwezo wa kuweza kukusaidia. Walio wengi wamekaa na shida zao, wanatulia tu, lakini hawajachukua hatua. Mungu anahitaji na kuhitaji wewe uchukue hatua, ili kwamba uweze kutoka kwenye hatua ya vifungo ambavyo vimefunga maisha yako. Mtu wa Mungu nanifuatilia, lakini pia nahitaji nikushirikisha kitu kimoja ambacho wakati naenda kumalizia, nikushirikisha kitu kimoja. Mtu wa Mungu, mahali hapa napofanyia huduma, mahali hapa bado nimepanga, ninalipa kodi, lakini ndani ya mwezi huu, ndani ya miezi hii miwili, niko tayari, nimepata eneo la kutaka kununua, ambalo ninahitaji nikushirikishe, mwana wa Mungu ambaye unapendwa na Mungu, ambaye unapenda kufanya kazi ya Mungu, ili kwamba uwe pamoja na mimi, na utakapofanya kitu cha namna hiyo utapata baraka. Mahali ambapo nimepata panahitaji milioni 15, na sisi kama kanisa tumekusanya milioni 5, lakini bado tunadai milioni 10. Hebu tuone maandiko. Bado tunadai milioni 10. Chochote ambacho Mungu anaweza kukusemesha kufanya, aidha ni kutoa shilingi 10,000, kutoa 50,000, kutoa 500,000, kutoa milioni 1, au kubeba zote milioni 10. Nimeona watu wengi wakipokea kufunguliwa katika hali ya vifungo vyao kwa sababu ya sadaka. Baba mmoja alikuwa na tatizo kubwa, mwanaye na mateso ya muda mrefu. Basi wakati amekuja kuombewa, akaniambia, "Pastor, mimi natoa kitu hiki cha thamani." Nikamwambia hapana. Akasema mimi natoa. Alipong'ang'ania, nikamwambia utakuja kutoa na kanisa wakiwa wapo. Wakati yule baba alitoa, mtoto wake hajapona. Alipotoa, baada ya kutoa kile kitu, mtoto wake alifunguliwa. Mtoto wake alikuwa na mateso ya muda mrefu. Hali ya kutoa ni sadaka ambayo inamgusa Mungu na inaleta matokeo. Hebu tuone katika neno la Mungu kuhusiana na watu waliotoa. Kitabu cha Kutoka sura ya 35, Biblia inasemaje pale? Wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote wanaume na wanawake. Wana wa Israeli walitoa sadaka ya kumpa Bwana, wanawake na wanaume. Maana yake unapotoa kwa ajili ya kununua eneo ambalo watu wanafunguliwa, utakumeweka alama kwa ajili ya uzao wako. Alama ya sadaka ni sadaka isiyofutika, ni kitu kisichofutika miaka na miaka. Unapotoa chochote, sadaka kwa ajili ya manunuzi ya eneo ambalo tumelipata, tunahitaji tununue, ambalo ni kubwa, litakuwa tayari kusaidia watu wengi. Mtazamaji wangu, watafika kufunguliwa, lakini na wewe uwemo. Tumeona wana wa Israeli walitoa sadaka yao katika hali ya moyo wa uaminifu kwa Bwana, katika moyo wa kufurahi, na wakati wametoa walipata baraka. Biblia inaelezea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 1, tunamwona mtu mmoja aitwaye Kornelio alitoa sadaka zake kwa Bwana. Wakati ametoa kwa Bwana, Mungu alimkumbuka, akamwambia, tuma watu kwenda Yafa, sala zako na sadaka zako zimekuwa ukumbusho. Sadaka utakayoitoa kwa ajili ya ununuzi wa eneo utabarikiwa. Chochote ulicho nacho unaweza ukatoa. Kiwanja chetu kinahitaji milioni 15, lakini kama kanisa tunazo milioni 5, tunahitaji milioni 10. Mahali popote ulipo
unaalikwa ili uweze kufanya kwa ajili ya Bwana. Ni milioni 10 za Kitanzania ambazo tumepungukiwa kama kanisa, tumekimbia, tumepata milioni 5. Mungu atakubariki hata kutoa 100,000, ukitoa 50,000, ukitoa 200,000, ukibeba zote milioni 10, mahali hapo nitakuwekea namba ya kutuma fedha. Ukihitaji akaunti unaweza ukapewa ili ukatuma sadaka yako. Nitaomba kwa ajili yako wewe ambaye umenisikiliza na utaenda kufanya hivyo ili Bwana aweze kukufanikisha kupitia sadaka. Kuna watu wengine wametoa fedha zao, na baada ya kutoa fedha zao Mungu amekumbuka mambo yao. Kornelio mambo yake yalikumbukwa kwa sababu kuna sadaka alitoa. Mtu wa Mungu, nimekushirikisha kitu cha namna hiyo, rafiki yangu ambaye unanitazama kwenye chaneli hii, uweze kuonekana eneo la kufungulia watu. Umeona clip zangu, huduma ambayo Bwana amenipa ni huduma ya kufungua watu. Naomba tushirikiane na wewe, na baada ya hapo nitaomba kwa ajili yako, na namba utaiona mahali hapo ya kuweka sadaka yako kwa ajili ya kununua eneo ambalo tunahitaji tutoe milioni 10, lakini milioni 5 tunazo kama kanisa. Chochote utakachokuwa nacho, kama ni kumaliza zote umalize, kama ni kutoa nusu, chochote, milioni 10 ni fedha ya Kitanzania. Nitaomba kwa ajili yako wewe ambaye uko tayari kufanya hilo jambo. Najua mwana wa Mungu utashirikiana pamoja na mimi, utafanya kitu cha namna hiyo, na Mungu hatanyamaza kimya kwako kupitia jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea mpendwa huyu ambaye yuko tayari kutoa sadaka yake. Naomba ukakumbuke uzao wake, maana atakuwa ameweka alama mahali ambapo madhabahu itajengwa milele na milele. Sadaka yake itakumbukwa na utukufu wa Mungu utakuwa pamoja naye. Naomba neema yako, naomba umfanikishe na umfungulie mlango. Anayetaka kuchukua zote, anayetaka kuchukua nusu, maana ni fedha ya Kitanzania, Bwana ukaumbe kitu kipya, ukamsaidie katika hali ya kutoa, akaone utukufu wako kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana ukambariki. Amen. Bye bye rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Amen.